Thengiũ mũno mwĩroreri wa Kenka Star TV harĩa hothe ũratwĩrorera ũrĩ amũkĩra ngeithi citũ. Ririkana gũkũ nĩkuo tugaga nĩ mũciĩ kana nĩ mũgambo wa thayũ, kũrĩa tũkwaragĩria mũgambo ũkagĩa na thayũ ũtaima naguo. Na rĩngĩ kũngĩkorwo kwĩna maũndũ marĩa ũkoretwo ũkĩgerera, rĩngĩ wakinyĩrwo nĩ ihinda rĩa gũkorwo ũtarĩ na mwĩhoko, wakorwo rĩngĩ ndũrĩ na thayũ, wakorwo na meciria, ririkana gũkũ nĩkuo tũkaga tũkaranĩria nĩgetha ũkagĩa na thayũ. Ningĩ tũrauga nĩ mũgambo wa thayũ. Thengiũ mũno nĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtũrũmĩrĩra na ũrĩa ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ. Tũkenetio nĩ wĩrutĩri waku na wendo waku nĩ ũtũhotete. Amũkĩra ngatho citũ mũno, tũgĩkũhoya ũthiĩ na mbere na gũkinyĩra hau ũkinyĩire, ũthiĩ na mbere na gũtũrũmĩrĩra na gũtũthikĩrĩria maita maingĩ, gĩtũmi ithuĩ no ithuĩ tũkĩte na mũrurumo mũnene wa gũtũma ũkorwo ũgĩtũra mũtũrĩre ũrĩ na thayũ. Mũthenya wa ũmũthĩ ta ũrĩa ngwĩraga o mũthenya wa Tuesday kuma thaa 5 nĩndĩkũrehagĩra mũtungatĩri ũrĩa ũkĩte na ũhoro kana na ndũmĩrĩri ya ũhoro wa iroto, kana na kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa twĩtaga na gĩthũngũ dreams. Na ũririkane kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie, ĩno nĩ part 3 ĩrĩa tũrenda gwĩka nĩgetha ũthiĩ na mbere na kũmenya maingĩ megiĩ iroto. Na tũkwĩhoya ũngĩkinya we nĩ ũrĩ na ũndũ ũkoretwo ũkĩgia ta ũcio wa iroto ũguo, thĩinĩ wa part ya comment no ũtwandĩkĩre hau. Hihi tokorwo rĩngĩ nĩ mũrata mwarĩtie nake agakwĩra arotaga na onaga, twĩho nĩgetha tũtuĩke ũteithio waku, nĩkĩo tũkĩte. Ningĩ ũngĩenda gũtũkinyĩra thĩinĩ wa studio citũ kana ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ, he namba ĩ hau screen-inĩ hau igũrũ, no ũhũre namba ĩyo, no ũtũme message nguhĩ, ona rĩngĩ kũngĩkinya nĩ ũndũ ũrenda gũkorwo ũgĩteithĩka naguo, namba ĩyo ĩ on 24/7, no ũtwandĩkĩre hau nĩgetha tũgakorwo tũkĩaranĩria nawe nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana wega na tũkorwo twĩ anja ya kĩũria kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Njĩtĩkĩria nĩgetha ngũrehere mũtungatĩri ũrĩa tũkoragwo nake o mũthenya wa Tuesday kuma thaa 5, ũrĩa ũkoretwo agĩtũrehere kana agĩtwarĩria ũhoro wĩgiĩ iroto na tũgakĩmenya maũndũ maingĩ. Na nĩ njũĩ we ũkoretwo ũgĩtũrũmĩrĩra, nĩ tũkoretwo twĩ kĩguni kĩnene harĩ we na thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Naguo ngũrehere mũtungatĩri nĩgetha oke atũgeithie, acoke agĩtwĩre harĩa twakinyĩtie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na njĩra nguhĩ, nĩgetha oke aingĩrĩte ũhoro-inĩ ũrĩa oka gũtwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ gũkĩragwo o ũrĩa mũthenya ũkĩaga noguo mũndũ agĩthiaga ohĩgĩte na amenyete o maũndũ maingĩ. Ũguo wĩrĩgĩrĩre mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya wa ũmũthĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa oka gũtwarĩria nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa agĩkoretwo agĩteithio nĩ Mwathani na ĩrĩa agĩkoretwo eharĩrĩirie mũno gũka gwĩtwarĩria. Ũguo wĩ karibu mũno mũtungatĩri thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ witũ kana thĩinĩ wa mũgambo ũyũ wa thayũ, Kenka Star TV. Ndĩrenda ũkĩgeithie mwĩroreri, ũkĩmwĩre, ũkĩmũririkania marĩtwa maku kũrĩa angĩgĩkuona, ũcoke ũgĩtũhutĩrie o hanini harĩa twakinyirie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, nĩgetha tũgĩthiĩ ũingĩrĩte thĩinĩ wa ũhoro ũrĩa ũkĩte wĩharĩrĩirie naguo mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana. Amen, asante sana. Naitwa Pastor Mwangi. Tuesday iliyoisha tuliongea kuhusu dreams, na hii ni session yetu ya 3, na nimekuwa nikiongea na Kikuyu, lakini leo nataka kuongea na Kiswahili kwa sababu kuna watu wengi ambao wangetaka kutusikiza lakini hawawezi kwa sababu ya lugha. Kwa hivyo karibuni sana. Tunaongea kuhusu ndoto. Na the last time tulikuwa tunaongea kuhusu ndoto, tulisema ndoto ni lugha. Ni lugha ya ulimwengu wa roho ukinenea ulimwengu wa mwili. Kuna wakati huwa tunapuuza ndoto, lakini ndoto ni ulimwengu, ni lugha katika ulimwengu wa roho unapoongea na ulimwengu wa mwili. Kwa hivyo ndoto ambazo huwa tunapatiwa, nikasema kwamba zaweza kuwa zinatoka kwa roho wa Mungu akitukanya, akituelekeza ama akitufunulia mambo ambayo tunatakiwa kujua,
yaweza kuwa imetokana na mapepo ama ulimwengu wa giza, ikiwa nia yake ni kuangamiza, ni kutorment na hata kushawishi roho yako katika direction fulani. Kuna ndoto ya tatu tulisema ya kwamba source ya tatu tulisema ni human spirit. Wakati umechanganya roho yako na kuijaza mambo mengi, mengine pengine ni mambo unaona katika runinga, katika TV, umejiexpose katika mambo mengi. Zile videos unaona, kwa mfano kama unaona video za terror, zile za horror, most likely usingizi wako utaona attacks na vitu kama hizo. Na nikasema njia moja ya kujua ndoto za Mungu ni kwa sababu the difference kujua ndoto ya Mungu na ndoto ya shetani ama imetoka ulimwengu wa giza ni kwamba the ending of a dream matters. Dream ya kimapepo unaonaga umekimbizwa, unaamka ukiwa umesweat na huonagi mwisho. Ndio unaona mtu ameamka amesweat akishout. Lakini dream yote ya kiungu, hata kama ni warning ya mambo pengine ni mazito, attacks ambazo uko nazo, utakuta kwamba itakupatia the end, and the end is always victorious. Leo Ken, nilikuwa ninaongea na dada moja, alikuwa na asubuhi ananiuliza mambo ya ndoto. Akaniambia usiku mzima amepigana na mtu, akapigana sana, lakini mwisho akamshinda. Kwa hivyo dream ni dream victorious, ni kumaanisha una vita katika ulimwengu wa roho, unaambiwa kwamba kuna vita, pengine utakabiliana naye, lakini mwisho wake uko na ushindi. Hiyo ndiyo tofauti ya ndoto ya Mungu na ndoto ya kimapepo. Tena ndoto za kimapepo pia ni terrorizing. Unaamka ukiwa na hofu, unaamka ukiwa umestuka, unaamka ukisweat, ni kwa sababu na uoga mwingi, kwa sababu nia yake ni kukutorment. Jambo lingine katika ulimwengu wa kiroho, wakati nimesema kwamba unapewa ndoto pengine kuimpart mambo fulani, kuinfluence katika mambo fulani. Kuna watu ndugu Ken, huwaga wako influence na kimapepo. Kwa mfano unalala, adui anakutokea na spirit of deception, ya kwamba ndugu fulani ndio amekulaani, ndugu fulani ndio amekukazi, ndugu fulani ndio anakuingilia. Na kuna watu wamekosana na watu wao, ni kwa sababu mimi niliota ndoto, so and so ndio huwa ananiroga, niliota ndoto, so and so ndio amenifanya, niliota ndoto. Kabla hujakimbia kufanya hivyo, jua kwamba shetani pia ana uwezo wa kupanda magugu katika roho zetu ama kutuasha katika deception. Kuna wakati mmoja Biblia huwa inaongea kuhusu mtumishi mmoja alikuwa akiitwa Ahab. Ahab alipofanya dhambi sana, Mungu amwashiria kwa adui, na Mungu akasema ningetaka kuangamiza Ahab. Ni nani ataenda kushawishi Ahab ajipeleke kwa vita ama ajiangamize, ajipeleke katika maangamizi? Na Biblia inasema kwamba spirit moja ikasema I will go, na alisema I will put the spirit of deception even in prophets, ili wamshauri aende vitani, na akienda vitani atashinda vita. Kwa hivyo manabii 40 wakaingiwa na roho wa nini? Wa deception. Wakaenda wakamwambia Ahabu, ukienda utashinda vita. Lakini kuna mtumishi mmoja alikuwa kiitwa Mikaya, alikuwa mtumishi wa Mungu, alitembea na Mungu. Mfalme akasema, wewe iteni Mikaya, hata kama hanipendi sana, wacha tusikie vile atasema. Mikaya akaja akamwambia mfalme, usidanganyike, ukienda vitani hautarudi. Mfalme akasema mtie ndani, naye akamwambia mfalme, ukirudi ukiwa mfalme, basi mimi si nabii. Ahab alienda akauawa hivyo katika vitani. Kwa hivyo nasema namna gani? Ulimwengu wa roho ni very complicated, na diposa ni vizuri kutopuuza wakati uko na ndoto, na usiende ukiambia kila mtu akufanyie interpretation, kwa sababu wengine wataweza kukukosesha ama wakwambie mambo mengi. Kwa hivyo tuliongea mambo mengi. Ukiwa na swali ni 0758 57 57 41, 0758 57 57 41. Ukiwa na swali pengine hiyo ndoto
kuna ndoto pengine hatutaweza kufanya interpretation. Kile tutafanya siku ya leo ni structures tunaweka, ni mifano tu kadhaa tutakuwa tukiangalia ambayo itaweza kukusaidia, lakini pengine hata tutaguzia ile inakusumbua exactly, lakini pia ukitupigia simu tutaweza ongea na wewe na tutaweza kukushauri. Pia tukasema ndugu Ken, ya kwamba watu wengi wamekuwa kiota ndoto tofauti tofauti, na moja ya zile ndoto ni ukirudi nyumbani najiona watu wamekuja kwenu kutoa mahali na tayari umeolewa. Wengine wanaona wakifanya harusi na tayari wameolewa. Wengine wanajiona wamerudi ile shule walikuwa nasomea na baada walimaliza. Wengine wanajikuta wanarudi katika nyumba zile mzee walikuwa na wakati ule wanakaa nyumba za kifahari. Mambo kama hayo ukiona, tukaongea sana, tutagusia siku ya leo. Lakini siku ya leo nataka tuendelee Brother Ken na mambo kadhaa. Kuna watu ambao huwa wanasema kwamba nilikuwa nimelala na nikasikia na nikaona katika ndoto upepo mkubwa. Nasikia wakisema nilisikia upepo mkubwa kiasi cha kwamba ulikuwa unanipuliza masikio, unapuliza nywele yangu. Ninausikia ukipitia, ni upepo mkubwa. Na nikiangalia mbele yangu ninaona miti mingi na mambo yamenizunguka yanasukumwa na upepo mkubwa. Wakati umeona mambo kama hayo, natakiwa uelewe. Nataka tusome kwa sababu huwa nataka sana kuongea through scriptures. Sitakaji tu kuongea hivyo ili tupate mfahamu vizuri. Nataka tusome katika kitabu cha Psalms 68 and verses 2. Psalm 68 and verses 2 inasema, blow them away as smoke is driven by a wind. Blow them away as the smoke is driven away by the wind. As the wax melt before a fire, let the wicked be destroyed before you. Wacha nisome na Kiswahili. Zaburi 68 kuanzia 2 inasema hivi: kama moshi upeperushavyo, kama moshi upeperushavyo, ndivyo uwapeperushe wao. Kama moshi upeperushavyo, ndivyo uwapeperushe wao. Like a smoke driven by wind. Now, Biblia kitu cha kwanza imesema, nimetuletea picha ya smoke ama kando. Ile mchumaa, translation nyingine inasema kando. As a candle, as the wind, may you blow them away like smoke. May you blow them away as smoke. Ninataka uangalie hiyo kando. Kando huwaga iko na tumeiwasha ile mshumaa, na wakati kuna upepo mkubwa ule mshumaa huwaga unapoeshwa na ule upepo. Kando, Brother Ken, ni ishara ya maisha ya mtu. Na kupulizwa kwa upepo kwa ile light ya kando ama ule mwangaza wa kando, ile unapulizwa, hiyo smoke ambayo huwaga inapatikana kwa kando, kwa sababu kando wakati inawaka kuna ka smoke, utaona moshi inapanda. Kwa hivyo wakati umeambiwa kwamba ule moshi unaondoa hiyo kando, ni kama kumaanisha ya kwamba it is a demonic attack in your life to do what? Kupuliza mwangaza wa maisha yako. You know, life is like a candle. Life is like that candle. What the enemy will do is that he will blow you away. He will blow the light. Atapiga ule mwangaza, ule moto, ule ufifio, ile neema iliyo ndani yako, adui anaipuriza kwa upepo mkubwa. Kwa hivyo unaposikia upepo mkubwa unatingiza mambo, jua ya kwamba maisha yako yako katika hatari ya kuzimwa na ule upepo. Ni roho wa kuzima
neema, ni roho wa kuzima mwangaza, ni roho wa kuzima baraka ambaye Mungu ameashiria katika maisha yako. Inaendelea kusema as wax melt before fire, may the wicked perish. Now, wakati mwandishi wa Zaburi alikuwa akiongea na Mungu, ama alikuwa akiandika haya maneno, alikuwa akiongea kuhusu maadui wake, na anaambia Mungu hivi ya kwamba wale maadui wakapulizwe, ukawapulize kama upepo unavyopuliza ule mwangaza ama ile moshi ya kando. Na anawaambia kama moto vile ambavyo uwaga una melt nini, una melt ile wax. Wakati ule mwingine Ken tulisema tukasema kwamba kuna attacks mbili, na tukasoma Psalms 58 and verse 8, mahali tulikuwa tunasema kuna attack inaitwa the stillbirth spirit, ambayo huwaga ina abort dreams. Na hakikisha kwamba dream kama vile stillbirth huwaga inakaa katika mimba, inakaa lakini mtoto anakufa tu akiwa ndani. Tukasema kwamba ni adui akiattack dream wakati bado haijazaliwa. Na nikasema kuna watu ambao ni wazuri sana katika kuongea mambo ya dreams. I will do. Lakini the enemy hata kubali watimize zile dreams. Pia nikasema kuna the spirit of a snail. Na tukasema the snail melts along the way. Inayeyuka snail, konokono inayeyuka pole, haifikagi mwisho. Kwa hivyo tukasema hiyo ni maono ambayo huzaliwa na tunaiona. Mtu ameanzisha kaduka, mtu ameanzisha doa, mtu ameanzisha biashara, mtu ameanzisha kufanya kazi katika talanta Mungu amempea, tumeanza kuiona. Lakini along the way inagongwa na adui isipate kwenda kikomo. Tukasema that is the snail, the spirit of a snail that melts away our dreams, isifike mwisho. Kwa hivyo hapa Ken tunaambiwa hiyo kando mwandishi anasema kitu cha kwanza ya kwamba hiyo kando moto wake upulizwe na upepo mkubwa, kwa hivyo uzimwe. Number 2, ile kando iyeyuke na moto. Kumbuka ni Psalmist alikuwa akiongea na Mungu kuhusu maadui wake. Kwa hivyo wewe ambaye unamjua Mungu na wewe ambaye unapenda Mungu, ningetaka unaposikia katika ndoto ya kwamba kuna upepo mkubwa ambaye unapiga maisha yako na unauhisi, na hata pengine unaona mambo katika ndoto yanafanyika na unahisi ule uwezo wa upepo ule, jua kwamba it is an attack to put off your dream, to put off the right and the grace of God in your life. Pia ingetaka kumelt neema ambao Mungu ameweka ndani yako. Ni vizuri kusimama na you empower yourself, you speak, uanze kunenea maisha yako. Kwa sababu gani? Proverbs 10 and verses 23. Utaomba namna gani? Nataka kukuonyesha maombi vile unatakiwa kuomba wakati umeona mambo kama hayo. Proverbs 10 and verses 23. Proverbs 10 and verses 23 inasema hivi, kwa wewe ambao ni mtakatifu, wewe ambaye si adui wa Mungu, wewe ambaye unamwamini Mungu, Biblia inasema hivi, Proverbs 10 and verses 25, when the storm has swept, wakati storm, gharika ama mawimbi, hata upepo, translations zingine inazita whirlwind, ni ile upepo wa kupuliza. Wakati umepuliza, Biblia inasema the wicked are gone. Kwa hivyo upepo wa maisha unatakiwa ama uwawa uko design kuangamiza yule si mwenye haki, yule ni muovu. Lakini Biblia inasema but the righteous stand firm forever. Dhoruba yoyote, upepo wote ambaye adui anaashiria katika maisha yake, ikiwa kusudi yake ni kuzima mwali wa neema, kuzima mwali wa baraka, kuzima neema ya kiungu ambayo Mungu ameweka ndani yako, kila mpango wake unatakiwa kusimama na kutangaza ya kwamba upepo huu, it is meant for the wicked, not me. The Bible says, as for me, though the storm will come, but I'll be established forever. Kwa hivyo
Nenea maisha yako, kuwa nabii wa maisha yako. Declare to your life that disaster strikes the cyclone ni upepo, ama whirling the wicked, pulling away and pushing away the wicked, but the godly have a lasting foundation. The godly has a lasting foundation. Kama umekuwa na ndoto kama hiyo, upepo unapuliza, unausikia, simama na useme the righteous have lasting foundation. The righteous have lasting foundation. Watakatifu na wenye haki, hata kama ule upepo ambaye nia yake ni kuzima muwali wa neema, the righteous have lasting foundation. It is until usimame upiganie maisha yako, mambo ambayo unaisikia katika ulimwengu wa ndoto itakuja kutimia. Hapo ndio unaona mtu alikuwa na ndoa, mwali wa ndoa yake unazimwa. Ni mtu alikuwa na biashara, the frame of that business is killed. Mtu alikuwa na ndoa inaendelea vizuri, mwali wa hiyo baraka ya ndoa inaangamizwa. But when you hear it, stand on your ground and declare that the righteous have a firm foundation. In Jesus' name. Amen. Nataka tuendelee na jambo lingine, ndugu Ken. Tuliongea mambo ya earring, tuliongea wakati ule mwingine. Nikasema ring. Nikasema ring ama pete, ile pete tunaonaga mfiringo namna hii, ni ya maana sana. Na ni ya maana sana wakati ambao watu wanafanya harusi, waga wanawekana pete. Lakini ukiona pete katika ndoto ina maana nyingi. Kuna watu ambao Ken, huwa unasikia mtu akikwambia niliota nikiwa na ndoto kwa sikio na ring katika sikio. Kuna wengine wanasema niliota nikiwa na ring katika kitofu, the cord. Kwa hivyo hiyo ring inamaanisha nini? Kuna wale wanaweka pete hiyo ring, na hata ukiweka ring katika vidole huwaga inamaanisha kitu tofauti tofauti. Kwa mfano Ken, mwenye anaweka hapa kuna vile inamaanisha. Mwenye anaweka hii kidole ya harusi kuna vile inamaanisha ameolewa. Mwenye hata anaweka hapa kwa hii kidole ina vile inamaanisha. Kwa hivyo hizo rings, na kuna watu wanawekaga tu na wajuaji wakati mwingine inamaanisha nini. Sometimes kuna dada moja tulikuwa Ken tumeenda, nimempeleka kwa kina kijana, alikuwa aolewe na alikuwa ameweka pete. Tukaenda. Nilipofika tukishuka sikuwa nimeiona, nikamwambia ni nini iko kwa kidole, ni nini? Kwani wewe umeolewa? Hapana. Toa. Sasa wewe umeweka pete ya kuolewa na unaenda sasa ndio kwa kina kijana ati kwa sababu unataka kuoa. Innocent watu weka pete, lakini zina maana. Kwa hivyo siku ya leo ninataka tuangalie hiyo ring kwa kiroho. Inamaanisha nini? Exodus chapter 21 from verse 6 to 8. Kitambo Ken, mtumwa alikuwaga Israel, ungekuwa mtumwa only for 6 years. Mtu alikuwaga mtumwa ni kwa sababu either watu walikuenda vitani, wakapigana vita, wakawapiga watu vita, wakateka watu, wanawabeba kwenda kuwa watumwa, kuwafanyia kazi na mambo kama hayo. Pia ungekuwa mtumwa kwa sababu ya deni. Pengine baba yako alishindwa kulipa deni, kwa hivyo wewe, watoto wake wanashukuliwa, ama hata yeye anashukuliwa, ama watu wake wanashukuliwa. Hivyo ndivyo watu walikuwa wanaingia katika utumwa. So any slave in Israel ambaye alikuwa Mhebrew, Biblia ilikuwa imeagiza uwe tu slave for 6 years. The 7th year ungeshukuliwa, unaashiliwa huru, whether umelipa hiyo deni ama hujalipa deni. Na mwenye umekuwa slave kwake anakupatia gifts, huwezi ondoka kwake mikono mitupu. Hiyo ilikuwa sheria ya slavery, haki za slave Israel. Lakini kama ungeenda kwa huyo master ukiwa huna bibi, brother Ken, na master akupatie bibi na uzae watoto, watoto na bibi sio wako. Wakati wa kwenda ulikuwa unaacha bibi na unaacha watoto.
si wako, ni wa master. Kwa hivyo kuna watu ambao slaves walikuwa wanasema hata kama wakati umefika wa mimi kwenda, lakini I love my wife and I love my children and I also love my master, so nitafanya nini? Sitaenda. Kwa hivyo anaambia master, ninapenda mke wangu, siwezi nimwacha, na watoto wangu, na wewe pia ninakupenda. Kwa hivyo anaambia na master, kwa hivyo utaki kwenda, utaki kuwa na freedom? Kwa hivyo kile ulikuwa unafanya, ulikuwa unapelekwa kwa gate unaitwa wazee. Huyo master wako anakuja na all ni a piece of chuma ambaye iko na sharp edge. Anakuja anakudunga hapa, master wako anakudunga, anakutoboa shimo na anakuweka earring hapa. Hiyo earring inamaanisha you have become a perpetual slave. Wewe ni mtumwa milele. Wewe ni mtumwa milele. Kwa hivyo kila mahali ulikuwa unaenda, wale mamasta wengine walikuwa najua huyu ni mtumishi wa so and so milele. Now, tukiangalia hilo jambo katika kiroho, na Biblia imeliandika kwa sababu haitakuwa inataka kuleta humiliation kwa servants. Hapana, Biblia imeliandika kwa sababu kuwekwa kwa hiyo ni kumaanisha huyu mtu alikuwa na declare hivi: number 1, love for the master and love for his family. Loyalty. Number 2, loyalty. Kwa hivyo alikuwa anasema, mimi I am ready to sacrifice my freedom because of the love of master. Now, sikiza hapa msikizaji wangu na mtazamaji wangu, sikiza hapa. Hiyo kutombolewa kwa masikio Biblia imeweka hapo, haikuwa aibu kuaibisha, lakini inataka kuonyesha mtu ambaye ako tayari kuachana na freedom yake ni kwa sababu ya upendo wa wale ambao wanawapenda. Mtu ambaye ako ready kusurrender freedom yake kwa sababu ya master na familia yake. Kwa hivyo wakati wowote utaona katika ndoto umeweka earring hapa, wewe pengine ni mwanaume, hii sikio unaona umeweka nini, kuna kitu unaambiwa ya kwamba katika ulimwengu wa roho, you are loyal to a certain authority. You are loyal to a certain authority. Ili sikio lako ni loyal kwa mtu fulani. Kuna one of our attorney general, si attorney general, chief justice, alikuwaga aliulizwa, alikuwaga anaweka earring. One of our chief justice alikuwa na earring. Sio kama watu wanamjua, sitaki kusema, lakini I want you to search. Chief justice gani mwenye alikuwa Kenya alikuwa na earring. Wakati wa vetting akaulizwa, what do you put your earring? Alisema it is personal. I communicate with my God. With my God. So this one, earring inamaanisha you are loyal to a certain authority, to a certain master. Wakati ule in Egypt, kama ungekuwa priest ulikuwa unatombolewa sikio na unawekwa earring, kumaanisha you are loyal to the gods of Egypt and you hear them. Kama kuhani angekuwa kuhani in Israel ama kwa Wahibrania, the Old Testament, huko unatombolewa sikio, lakini kuhani ambaye the high priest alikuwa amemwamuru Musa ya kwamba huyu kuhani the high priest anashukua damu kwa yule ambaye anakuwa kuhani. Sasa kwa yule ambaye ni candidate, the high priest ambaye anamuordain anashukua damu, anamgusa sikio, anamgusa kidore, the thumb, na anamgusa the toe. Do you know what is the meaning of that? Ya kwamba hii sikio yako imekuwa dedicated kwa Mungu, kusikia Mungu. Hii thumb imekuwa dedicated to walk the walk of God. Na hii thumb to do the works of God, and the toe to walk
the work of God. Kwa hivyo nataka kusema namna gani? Wakati wowote katika ndoto utaona ukiwa na earring, na wewe si msichana ati unaona umekuwa na harusi na beautiful earrings, jua ya kwamba kuna mambo unaambiwa ya kwamba you are loyal, you are under a certain master. Ukiona kodi yako imewekwa kodi yako imewekwa earring, jua kwamba code is very essential, kwa sababu hii ndio huunganisha mtu na mtoto, mtoto na mama, ndio tunakiita kitofu. Hapo ndio life waga, both mama anapatia chakula mtoto kupitia kitofu. Kwa hivyo ukiona earring katika kitofu chako, jua kwamba there is a certain master that is ruling your code. Kuna mambo unajaribu kuambiwa maybe kuhusu uzao wako ambaye uko under a certain master, under the royalty of a certain master. Now Psalms 40 and verse 6, wacha tusome. Psalmist akiongea alisema hivi ya kwamba Psalms 40 and verses 6 to 8, the psalmist pia akiongea akasema hivi, anasema hivi, you don't delight in sacrifices or offering. Now that you have made me listen, now that you have made me listen, you have made me listen. I finally understand you don't require. Now you have made me listen. Now it means once you have an earring here, or you have an earring in your cord, it means you are under authority that makes you to listen to it. You are loyal to it. Now ningetaka tuangalie katika translation nyingine Ken, hiyo tu, Psalms 40 and verse 6, NLT inasema hivi. Now amen, King James inatuambia hivi ya kwamba you don't desire sacrifice, mine ears thou have opened. So it means once you put an earring here, you have opened your ear to a certain master. Now let's continue. Verse 6 inasema amen, good news inasema you do not ask for any my burnt offering, amen, instead you have given me ears to hear you. Now I'm trying, there's a translation inasema you have pierced my ear, you have put a hole in my ear, so that what, that ear can hear you, can hear you. Kuna watu katika ndoto zao Ken, waga wako open katika ulimwengu wa kiroho na wananenagiwa na mapepo. Umelala na mapepo yanaendelea kukunenea. Nasikia kama huko na Ken, huko na swali pengine huko, alafu kabla tuendelee tumalizie, pengine uniulize swali. So tumesema namna gani? It gives you the capacity to hear. Kwa hivyo nataka kusema namna gani? Ear, when you see an earring. Tena kitu kingine Ken, ukiona mtu wako na earring unasemaga namna gani? Ni engage, si ndio? Mtu akiwa na earring automatically unajua huyo ni mke wa mtu, ana ni mke wa mtu ama ni mume wa mtu, so he is engaged. Huyu ni mtu wa mtu. Pia tukikuona na katika kitovu ama tukuone katika sikio, ni kumaanisha wewe ni mtu wa mtu. Kuna authority fulani katika ulimwengu wa kiroho ambaye inakumaster. It can be godly or demonic. Okay, na hau mutungatiri he hindi rimwe nyonaga taru kwa matuko maria turatura many mens ni marakorwo makihuthira links, na ni gukiri links cia cikorwo cia mithemba mingi. Ni kuri links ikorwo ya gathiururi, na ni kuri ingi ikorwo hana tari kamucare, okore ringi mundu ekirite haha gutu-ini kana kagathecetio uguo. Icio ciarĩ ciĩna meaning imwe kana
sina meaning different. Okay. Sitaki kusema sana kwa sababu sasa tukisema hii ni ya sako ama hii ni ovo ama hii iko na star ama iko na msalaba, sitaki kuenda hivyo sana because mwenye kuivaa Ken anajua maana. Mwenye kuivaa anajua maana. Kile ambacho tunaweza kusema basically ni kwamba hiyo ring mwenye kuivaa anaivaa meaning yake ni nini? Lakini pia Ken, nimesema hivi, wakati umeiona katika ndoto, inatuambiaga sasa umetoka katika ulimwengu wa mwili, umeingia katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Na kuna watu Ken, kama vile umesema, ni vizuri kusema hivi, kuna watu innocent wamevaa pete. Kuna watu tumefanya deliverance, unasikia ni nini? Pengine umemuombea, ni nini uko nacho? Unakumbuka haya, niko na pete. Kuna dada aliniambia kwamba siku moja alikuwa na pete, ilitoka ikaanguka chini. Ilianguka ikapasuka, ikakatika na ni ya chuma. Kwa sababu gani? Hiyo pete pengine umepewa ni connected. Once it is connected na ulimwengu wa roho Ken, na wewe ni muombaji wa Mungu, utaweza kuanza kuiona katika ndoto. Na ukiona katika ndoto inamaanisha hiyo kitu ni connected katika ulimwengu wa roho. Okay, nikore angĩ marotaga magĩka signs. Kwa taru he maita maingĩ nĩwonaga mũndũ akĩhũrwo gabica ageka ũndũ mekaga ũguo tuoko kana mũndũ to sign different. Na inacio icio cikoragwo yani cigĩ specify kĩ? Good. Sasa hiyo ni nyingine tena. Signs zina maana. Kuna watu wananisikiza ambao huwaga wanajua maana hizo signs. Na sasa pengine tutasema hii kufanya hivi. Lakini wewe hujui kabla hujaenda kufanya sign, hata kwa sababu inafanywa na watu wengine. Be very careful. Taka kujua hiyo sign inamaanisha nini. Isiwe ni sign ya lugha wa ulimwengu fulani. Kwa mfano, ikiwa pengine wewe ni mchoga ama ni homosexual. For a homosexual to communicate to a homosexual, si yako na lugha yake. Wakiingia hapo pengine waangalia na hivi. Kuna ile kasai tu mtu anafanya hivi, mtu ma homosexual wote wanajua huyu ni wetu. That is a sign. Unaelewa eh? Kwa hivyo hizo signs zina maana yake. Wewe ambao hujui maana na nini, usijiingize kwa kitu ambacho unajua. Lakini pia wewe ambao unafanyaga vitu, it is good to ask yourself, jambo ambalo nimejiingiza ndani yako, what yake benefit yake ni nini? Kwa sababu kama wewe ni mchoga, ina faida yake ni nini? Lakini tumesema kwa wale ambao ni innocent, wale ambao ni nini? Tena Ken, tumesema pia Roho Mtakatifu katika ndoto ataweza kukuonyesha signs. Ataweza kukuonyesha signs. Ataweza kuwa umelala hivi unaona sign. Kwa mfano, si Belshazzar walionyeshwa sign, akaona mkono umeandika mene tekel peles. Ilikuwa ni sign, ni mkono kidole imeandika. Akauliza na inamaanisha nini? Akaambia hii inamaanisha umeisha. Pia Roho Mtakatifu akikuonyesha sign. So lakini wakati amekuonyesha sign vile ni vizuri kuelewa. Inaweza kuwa pengine kuna signs, hata wengine Ken, tattoos. Naona tattoos Kuna watu ambao innocent wamejaza tattoo katika mili yao. Na wengine innocently hawajui na maanisha nini. Wengine wameziweka na nini? Wengine ni kuchorwa. Hata kwa sababu rafiki fulani amechorwa. Serebu fulani amechorwa. Lakini ujui huyu serebu anaweza kuwa ni serebu na yeye anatumikia ufalme mwingine. Anahiti na nyimbo zaweza hata kuwa ni gospel. Si watu wote wamehiti katika gospel wana Mungu. Kwa sababu ni talanta, yaweza kuwa talanta na wipik. Ni talanta tu. Lakini sasa wewe unaenda kwa sababu ati ni gospel musician, unanyolewa, hata ingine ni sign za kunyolewa. Unaanza kunyolewa style zingine hapo hivi, na wewe ukiona yule serehe but ni wa gospel unaenda kuweka hapo.
Wewe utaweka hapo kesho, ukilala usiku uone mapepo anakuja kukutembelea kilala na wewe, kumbe huyo ni mshoga, hata kama ni gospel musician ama ni mhubiri. Usifuate vitu ambazo haujui. Okay. Itikira tukinyia hau mwiroreri witu ni undu wa mahinda maitu. No wakigua uhoro na kundu kuria wakirutwo muthenya wa umuthi, o sign hindi ciothe ureka sign oro yothe ukamenyaga ni ri na meaning yayo, na ungigikinya ndukiwe meaning yao ni wega wagithema muno gutigana na maundu ta macio. Ni wakigua nginya ni kuri andu mekiraga to chains, kana wakora mundu ekirite mindira matu-ini make na angi magekira iniuru, na o haria hothe cigikagirwo na nisikiri all meaning. Uguo ni wega muno withemaga na maundu ma muthemba ucio. Tugikinya hau no hindi iyo ingi nitwagithii na mbere na kuria ciuria tukimenye ni kuri andu mekiraga nginya bangles moko na angi magekira nginya maguru, na wakiuga ati amwe ni unduire wao. No tukaririria uhoro ucio hindi iyo ingi nigetha tumenye makiria, tukimenya nacio bangles ici ciikiragwo moko ri, tukimenya nyamu ici nacio ciikiragwo thiini wa ngingo, ici cietagwo migathi, nacio ni tugakienjera hindi iyo ingi tukimenye makiria uhoro wacio, nigetha tukimenya nacio cikiri na meaning ihana atia, nigetha ugikorwo ni uracihuthira nigetha uhuthire kindu uramenya niki urakihuthira. Ke tukinyie hau mutungatiri macokerere namba yaku ringi nigetha tukirikie. Amen. Kama vile nimesema, Pastor Mwangi, Gospel Times. Gospel Times tuko Ruiru, Kimbo. Hapo ndio huwa tunahubiri Injili. Namba yangu ni 0758 57 57 41. 0758 57 57 41. Kiwa na swali lolote, kiandika message ama swali lolote, kipiga simu, tutaendelea kuwasiliana, kwa sababu si mambo yote tutaweza kukapa hapa. Barikiwe sana na Bwana katika jina. Wacha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu naombea mtazamaji wangu ya kwamba Bwana utamsaidia wale ambao wamekuwa katika influence ya ndoto. Wengine ni ndoto za mapepo zimewateka nyara, kuwaibia na kuwaelekeza katika njia ya upotofu. Siku ya leo katika jina la Yesu natangaza ya kwamba wakafunguliwe katika jina la Yesu, wakafunguliwe kutokana na mateso waliowekwa na adui kupitia ndoto. Wale ambao wamekuwa kitembelewa usiku, wengine wanatumiwa mili yao na kimapepo na mapepo, nimetangaza wakafunguliwe katika jina la Yesu. Nimefungua macho, nimefungua masikio ya watu wako, ya kwamba wanaposikia ujumbe huu utawanenea kwa njia nyingi katika ndoto na katika maono, katika jina la Yesu. Wakapate ndoto na maono za mbinguni, ili ukawaelekeze, ukawafundishe, na zaidi ya yote ukawape hekima na kuwafunulia siri nyingi katika ulimwengu wa kiroho. Nimewabariki watu hawa, nimesema ukawabariki, ukawainue na ukawe pamoja na wao, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. 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 Kirathimo muno mwiroreri witu nginya hindi iyo ingi, Ngai enda tigwo thayu, Ngai agwike wega.